Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena kwenye kipindi hiki, na Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Je, ni kweli Mungu aliumba dhambi na Mungu ndio chanzo cha dhambi? Moja kwa moja mimi nitasema hapana, Mungu hakuumba dhambi wala Mungu sio chanzo cha dhambi. Ila tutaangalia dhambi ilitokea wapi. Tukisoma kitabu cha Isaya sura 14 mstari wa 12, hapa inamwelezea Lucifer au Shetani kabla ya kuanguka. Neno la Mungu linasema hivi: jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. Nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Lakini utashushwa mpaka kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Huyu ni Lucifer anayezungumziwa hapa, ambaye aliwaza moyoni mwake. Sasa nataka tujue chanzo cha dhambi kilitokea wapi. Wakati Mungu anaumba malaika akiwemo na Lucifer, aliomba katika hali ya ukamilifu. Lakini ukaanza kuonekana uovu wa kwanza mbinguni, huko ambapo Mungu alikuwa amewaumba malaika wakiwa katika hali ya utakatifu. Sasa Lucifer ambaye alikuwa naye ni mkamilifu katika njia zake, uovu kaanza kuonekana ndani yake. Ndio tunaanza kuona chanzo cha dhambi. Chanzo cha dhambi tunaanza kukiona hapo mbinguni. Mungu aliwaumba malaika wakiwa katika hali ya utakatifu, hali ya ukamilifu, lakini wakiwa huru. Aliwaumba wanadamu katika hali ya ukamilifu, Adamu na Hawa, lakini wakiwa huru, wakiwa na hiari. Sasa uovu unaanza kuonekana kwa kiumbe malaika ambaye anaitwa Lucifer. Nitakusomea na andiko lingine ili kuprove hiyo. Nimekusomea Isaya. Neno la Mungu linatuonyesha kwamba Lucifer anaanza kuwaza moyoni mwake kuwa juu zaidi ya Mungu. Dhambi ni nini? Dhambi ni uasi. Tunaona Lucifer anaanza kumwasi Mungu. Kwa nataka tujue kwamba chanzo cha dhambi na dhambi ilianzia wapi, na Mungu hakuumba dhambi. Ndio kuonyesha hapa tunaona Lucifer anaanza mpango wa kumwasi Mungu. Anataka kuwa juu, afanane na Mungu, anataka kumpita aliyemuumba. Kwa hiyo huko ni kuasi. Ezekieli anasemaje? Ezekieli sura 28 mstari wa 13 na kuendelea. Neno la Mungu linasema kwamba ulikuwa ndani ya Aden, bustani ya Mungu. Kila jiwe la samani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti, manjano, almasi na zabarajadi na shohamu na yaspi na yakuti, samawi, zumaridi. Mstari wa 14, wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae. Huyu kumbuka anayezungumziwa ni Lucifer. Nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu, umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Mstari wa 15, hii ndio point ninayoitaka. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa. Lucifer alikuwa mkamilifu toka siku ile aliyoumbwa. Biblia inasema hata uovu ulipoonekana ndani yako. Uovu kwa mara ya kwanza tunaanza kuona ndani ya huyu kiumbe anayeitwa Lucifer. Kwa wingi wa utuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako, na umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu kama kitu kilicho najisi, nami nimekuangamiza, ewe kerubi ufunikae, utoke katika hayo mawe ya moto. Umeona hapo? Kwa hiyo uovu unaanza kuonekana huko mbinguni. Malaika aliyeasi, kerubi, tena Biblia inasema ni kerubi, tena alitiwa mafuta. Na Isaya, ndio maana nilikusomea na Isaya, inatuonyesha kwamba huyu kerubi ambaye ni malaika aliyeasi aliumbwa katika ukamilifu, lakini akawaza moyoni mwake kwamba nitafanana na aliye juu, nitaketi katika mlima mtakatifu wa Mungu ili nifanane na yeye abudiwe. Kwa hiyo tunaona uasi
wa kwanza na dhambi, chanzo kilianza kwa Lucifer. Na Lucifer mwenyewe kabla hajaasi hakukuwa na dhambi. Kwa hiyo sasa ndani ya moyo wake akawaza kufanana na Mungu na kumpita zaidi, akawaza kumpindua Mungu katika nafasi yake. Kwa hiyo dhambi ni kuasi kinyume cha anayekutawala. Kwa hiyo unapokwenda kinyume cha anayekutawala unaasi. Kwa hiyo Lucifer anaenda kinyume na Mungu. Kumbuka Lucifer aliumbwa akiwa na nguvu, aliumbwa akiwa mkamilifu, lakini kumbuka Mungu aliviumba viumbe vyote vikiwa na uhuru na uhiari ndani yao. Kwa hiyo akaamua yeye mwenyewe kuasi. Kwa hiyo kumbuka Lucifer ni kitu chenye nguvu. Kwa hiyo tangu Lucifer kuasi na kutupwa, Mungu akaumba ulimwengu, akamweka Adamu na Hawa. Baadaye tunaona huyo Lucifer kupitia nyoka anakuja kuwadanganya Hawa na Adamu, nao wanamwasi Mungu. Kwa hiyo tunakuja kujua chanzo cha dhambi kianza ndani ya moyo wa Lucifer. Huyo Lucifer akaja kuwashawishi Adamu na Hawa, nao wakaasi. Kutoka Adamu na Hawa kizazi chote kikawa kinazaliwa katika hali ya uovu na hali ya dhambi. Ndio maana hata mtoto mdogo anazaliwa, lakini unaona bado ana matendo ambayo yanaashiria dhambi. Hakuna mzazi anayezaa mtoto anamfundisha uongo au anamfundisha kutukana au anamfundisha kusema vibaya na kusengenya. Hapana, lakini by nature, yani kwa asili, unakuta mtoto hiyo hali anayo, maanake yupo katika hali ya dhambi. Kwa hiyo hapo tunapata picha kwamba Mungu hakuumba dhambi, ila tu wanadamu na viumbe ndivyo vinavyoasi mfumo wa Mungu. Wanamwasi Mungu na utendaji kazi wake, wanakwenda kinyume na yeye, kwa wanajikuta wanaasi. Hata wewe mzazi ndani ya nyumba unapoweka sheria ukitaka watoto wazifuate, wanapokwenda kinyume cha zile sheria, manake wameziasi. Kwa hiyo chanzo cha dhambi sio wewe mzazi, ni watoto ambao wameasi kufuata mfumo ambao umewawekea kwenye nyumba yako. Kwa hiyo na malaika Lucifer aliasi kufuata mfumo wa Mungu. Kwa hiyo ikawa ni dhambi, mwanzo wa dhambi. Kwa hiyo sasa wakati Mungu anaumba, hakuumba dhambi, lakini aliumba viumbe wenye hiari huru ambao wana uwezo wa kutenda dhambi. Hii ni pamoja na shetani na malaika wake walioanguka. Dhambi si kitu chenyewe hasa au kitu kilichopo, haina kiumbe huru. Badala yake dhambi ni ukosefu wa kitu kushindwa kutii kikamilifu amri za Mungu na kuishi kwa ajili ya utukufu wake. Warumi sura 3 mstari wa 23, kwa sababu wote wamefanya dhambi wakapungukiwa na utukufu wa Mungu. Wakati Mungu anaumba, aliwaumba watu wakiwa wakamilifu, lakini uovu ulianza tu pale mwanadamu wa kwanza ambaye ni Adamu alianguka. Kwa hiyo dhambi Mungu hakuiumba. Dhambi ya kwanza inaanza kuonekana mbinguni, Lucifer na malaika zake walioasi. Biblia inasema kuasi Mungu akawaondoa na mahali pao akapaondoa, ili kuondoa ile dhambi, kwa sababu Mungu hausiki na dhambi, wala Mungu sio chanzo cha dhambi. Baadaye dhambi nyingine inakuja kuonekana ulimwenguni kwenye bustani ya Eden, ambapo Adamu na Hawa wanamwasi tena Mungu. Mungu anawaondoa. Hii ni kuashiria kwamba Mungu alimuondoa Lucifer na malaika walioasi mbinguni, akamuondoa Adamu na Hawa kwenye bustani ya Eden, ikiwa na maana Mungu sio sehemu ya dhambi na husiki na dhambi. Unakuja kugundua wanadamu na viumbe ndivyo vilivyomwasi Mungu, vimekwenda kinyume na mfumo na utawala wa Mungu. Basi hapo tunapata picha moja kwa moja na jibu moja kwa moja kwamba Mungu hakuumba dhambi, wala Mungu hausi na dhambi, wala Mungu sio chanzo cha dhambi. Chanzo cha dhambi ni moyo wa mtu mwenyewe kushindwa kuzitii kanuni na sheria za Mungu na amri za Mungu na neno la Yesu Kristo. Kwa hiyo watu wanajikuta wanakwenda nje ya mfumo wa Mungu, kwa hiyo wanamchukiza Mungu. Sasa hapo bila shaka na mimi nimepata kwamba Mungu hakuumba dhambi, wala Mungu sio chanzo cha dhambi. Chanzo cha dhambi ni moyo wa mtu mwenyewe. Shetani yeye mwenyewe kabla hajaasi hakukuwa na dhambi. Kuna kuja kugundua dhambi ilitokea ni ndani ya moyo wa Lucifer aliyewaza kumpindua Mungu. Kwa moyo ni chanzo cha dhambi. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha. Nani aujuae moyo? Chanzo cha dhambi ni moyo. Huko ndipo zinapotoka chemichemi za uzima. Ndio maana Lucifer aliwaza moyoni mwake. Kwa hiyo
alianza kuwaza moyoni mwake, baadaye akaingiza kwenye matendo, Mungu akamuondoa. Hii kuashiria kwamba Mungu sio chanzo cha dhambi wala hakuumba dhambi. Mungu ni mtakatifu. Ndio maana na Mungu anasema mtakuwa watakatifu kwa kuwa Mungu ni mtakatifu. Basi bila shaka utakuwa umepata majibu sahihi na umepata kitu kipya ambacho huenda labda ulikuwa haujakipata. Najua unajua kwamba Mungu sio chanzo cha dhambi, ila ilikuwa ni katika hali ya kukushirikisha uendelee kupata maarifa zaidi. Basi Bwana Yesu Kristo na awabariki nyote. Amina.